huu wakati sio wa kujua wewe ni nani na unasali kanisa gani. No, huu wakati ni wa kujikagua kama tabia za Mungu ziko kwako, kama zile alizozisema mwanzo kwamba kwa mfano wangu niumbe na kwa sura yangu. Manake zile sura na ule mfano kama uko kwako, kwa nini amani imetoweka? Kama huo mfano na sura viko kwako, kwa nini tumaini la Bwana limepotea? Kama hivyo vitu havipo, usihangaike kupambana na wenye dhambi ukifikiri utasikiwa. Pambana kumtafuta Mungu ili akuonyeshe mahali ulipokwama na vitu vilivyokuzuilia, vilivyosababisha hizo tabia zikaondoka na huo uungu ukatoweka. Dhambi iliyokuwa haina sheria ikaonekana kuwa na sheria, ikazaa mauti. Haleluya. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 2 na kuendelea, inasema hivi: neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Petro wa kwanza sura ya 4. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Tuanze mstari wa 16, unasema hivi: lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, asione haya katika jina hilo, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii Injili utakuwaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na mwekee amana roho zao, wamwekee amana roho zao katika kutenda mema, kama kwa Muumba mwaminifu. Nataka tu nikutajia andiko hili la mwisho, alafu uelewe leo naelekea wapi. Kwa sababu kuna watu wengine wananipigia simu kabisa,
kwa sababu kuna kitu kimewachanganya. Niliposema sasa kumekuwa amani na haki na wokovu na nuru imeifunika nchi, watu wengi sana imewapa shida, lakini wanaonielewa wanaelewa kwa nini nimesema hayo. Huwezi ukasema nchi iko gizani ikiwa atoaye giza amesema nuru imekuja. Kwa lazima useme kama anavyoona, sio uone kama wanavyoona watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati shetani anafukuzwa mbinguni, ile vita iliyo wasomaji mnaelewa kwenye Ufunuo 12, baada ya kufukuzwa, Biblia inasema hivi, sasa kumekuwa wokovu. Kumbuka Biblia inaposema sasa kumekuwa wokovu, hakuna aliyeandaliwa kuokolewa wakati huo, kwa sababu wakati shetani anapigana vita mbinguni, mwanadamu hajaumbwa. Kwa hiyo Mungu wakati anasema sasa kumekuwa wokovu, aliuona umetokea. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuiweka vizuri, watu ambao hamnielewi vizuri. Sasa ninaposema kumekuwa nuru, sikufurahishi wala sijifurahishi nafsi yangu. Ninasema kila ambacho Mungu anakiona. Ayubu 22 mstari wa 20 unasema hivi. Mstari wa 19 unasema, wenye haki huyaona hayo wakafurahi, nao wasio na hatia huwacheka. Wasema, hakika hao waliotuinukia wamekatiliwa mbali, na mabaki yao moto umeyateketeza. 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokuijilia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukamrudie Mwenyezi, utajengwa, ukiuondoa uzalimu mbali na hema yako, nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofri iweke kati ya mawe ya vijito. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako, kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Utamuomba yeye, naye atakusikia, nawe utazitimiza nadhiri zako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimoja ambacho nilikuonyesha juzi, kinazungumza habari za Habili na Kaini. Na wengine watu wanauliza, sasa tunatengenezaje? Kama ni kutubu, tunatubu sana. Bwana Yesu asifiwe.
watu wanauliza sasa tunatengenezaje? Maana yake wako tayari kutengeneza, ila hawajui namna watengenezeje, kwa sababu kama ni kutubu wanatubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza unalopaswa kujua kutengeneza majira haya, irudie tabia ya kiungu ili uwe Mungu kwa mfano wa mtu ukiwa duniani, ili yale yaliyoingia Mungu afananaye na wewe ayaondoe. Narudia tena, jambo la kwanza. Sasa tutakwenda taratibu. Irudie tabia ya kiungu inayokufanya kuwa Mungu ukiwa mwanadamu hapa duniani, ili Mungu akuondolee yaliyoingia kati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia wakati huu Mungu anawataka wanadamu warudi. Sasa anaowataka warudi sio wenye dhambi kwanza, bali ni wale waliowahi kurudi wakatoka wakaingia kwenye tabia zingine wakawa wanadamu. Nasema hivi, wakati huu ili Mungu awarudishe wenye dhambi wanaonekana kutokwenda kwa utaratibu wake na kujitengenezea mambo yasiyopasa ili waweze kuongeza hatia, anawataka warudi kwanza ambao waliwahi kurudi. Kwa maana yeye hakupimi kuokoka kwako au kuhubiri kwako au kuimba kwako. Kuokoka kwangu au kuokoka kwako ni hatua ya kukutambulisha uraia ulionao, kwamba mimi nimebadilisha mtazamo wa maisha na mwenendo. Kwa hiyo nimekuwa na maisha mengine, maana maisha hayo niliyoyabadilisha yana msingi wake na njia zake na sheria zake zilizowekewa ili nifanikiwe katika huo mtazamo wa mwenendo wa hayo maisha niliyoingia. Kwa hiyo
Hilo ni jambo la kwanza, linaitwa neno kuokoka. Ndio maana Biblia inasema kuokoka ni kuyaacha maisha ya kale. Ni sawa na kusafiri kutoka hapa Tanzania kwenda China. Ukitaka ufanikiwe China, lazima uishi kichina, ijapokuwa wewe sio Mchina. Tunaenda vizuri? Maana wewe ni raia wa nchi nyingine, lakini ni lazima uishi hali ya mwenendo ulioingia. Wengi sana tumeokoka, lakini tukaendelea na mtazamo na tabia za kule tulikokuwa mwanzo, tukiwa ndani ya wokovu. Sasa Mungu anapokuja, hatuletei toba ya kutubu, maana tutamwambia tulishatubu. Yeye anatuletea matukio yanayoondoa amani ya moyo, ya roho, ya nchi, ili ukiwa ndani ya wokovu usiende kumwambia turudishie amani. Yeye anataka umtafute, kutaka kujua kilichokuja kinakutaka nini, kiwe kibaya, kiwe kizuri, kiwe kinahuzunisha, kiwe kinaumiza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa majira haya, watu wale ambao waliwahi kurejea, walishatoka kwenye eneo walilorejea mwanzoni. Sasa wanapomwendea Mungu, wanamwendea kwa wenyeji walionao na hilo eneo walilorejea. Yeye akikutazama, anakujibu kulingana na tabia ulizonazo kwenye eneo ulilorejea. Ngoja nirudie, unisikilize vizuri. Ninasema hivi, ngoja nikutolee mfano wa kibinadamu, unaweza kaelewa. Kama ni baba, una mali, una vitu. Sasa unataka kuwarithisha wanao zile mali ili waziendeshe na kufanikiwa.
hauwarisishi mali kwa sababu ni wanao. Unawarisisha mali kwa sababu ya tabia walizonazo wakiwa wanao. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo wakiwa wanao, halafu tabia zao sio tabia za kwako zenye kufanya kuwa na nidhamu na kuwarimiti kwenye rasilimali unazotaka kuwalisisha, kuna uwezekano wa kusitisha kuwalisisha mali kwanza, ukawawekea mwanasheria azisimamie mali mpaka watakapokuwa na tabia njema inayokuridhisha wewe kama baba. Tuko vizuri? Sasa unisikilize sasa. Ngoja sasa niende hapa. Wakati huu Mungu anatafuta sio toba. Wakati huu, maana tumetubu sana tu sana. Kwa hiyo inawawia ngumu watu kuelewa kwamba tunatubu tena. Tulishatubu sana. Tuambie tunatubuje, tunatakiwa kutubuje. Sasa kuna kitu hiki ambacho kimeletwa ili tujue tunatubuje. Angalia, kabla sijaja hapa, nataka nirudi hapa. Sisi tulipoumbwa na Mungu, tuliumbwa aina mbili, au tuliumbwa kwa nafasi aina mbili. Tuko sawa sawa? Nafasi ya kwanza, tuliumbwa katika uungu wa Mungu, yani tabia zake zilivyo, ili tuwe na tabia ya kimungu katika uumbaji wake. Alafu jambo la pili, tuliumbwa kama wanadamu au kama mtu, ili tukiwa watu tuwe na tabia ya kimungu, sio tabia ya kibinadamu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaishi kwenye eneo tulilowekwa, tunakuwa na sura ya kibinadamu, lakini hatuna tabia za kibinadamu. Ngoja nikuonyeshe hapa. Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho unapaswa kukijua. Wakati naambiwa nenda ukawaambia watu watubu, maana yake watengeneze. Kuna vitu vimefeli kwenye njia zetu. Angalia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo ni mtu, lakini ana sura sio ya mtu, na ana mfano sio wa mtu, ila ni mtu. Kwa hiyo ana aina mbili.
za mwonekano. Mwonekano wa kwanza ni mtu. Mwonekano wa pili sio mtu. Anaposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, hao wenye mfano wao sio watu. Unanielewa ninachokisema? Nasema hivi, anasema hivi, Mungu akasema, kwa hiyo aliyesema mfano wetu ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hiyo sio mtu, ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ni uungu. Ule mfano sio sura. Akasema niweke tabia za kwangu ndani ya mtu, ili akiwa mtu awe na tabia sio za kiutu, awe na tabia za kimungu, awe Mungu. Kwa hiyo anaposema nifanye mtu kwa mfano wangu, kwa sura yangu. Sasa uje nikupeleke sasa hapa. Dhambi ilipoingia, ilichokiondoa ni mfano wa hicho, ni mfano uliofanywa ndani ya huyo mtu, akawa mtu peke yake. Ila ni mwana wa Mungu, ila sasa hawi na mfano, hawi na sura ya afananaye. Unanielewa vizuri? Yanasema hivi, alikuwa Adamu yuko Eden, lakini ile sura ifananaye na wao imetoka, akabaki mtu kama mtu. Mungu wakati anamtembelea alikuja kwa mfano wake alioumba, akaukuta haupo, umeshatoka, amebaki mtu kama mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakuonyesha hicho kipengele cha kwanza. Kuna vipande viko ndani kwamba ukishatoka ule mfano wa yeye, vitu gani vinainuka. Sasa nitakuonyesha baadaye. Ngoja kwanza tuendelee huku. Tunapaswa kurudi mahali tulipokuwa tukatoka. Hicho ndio kipengele cha somo letu. Wakati huu Mungu anataka kulirudisha kanisa ili aistawishe nchi na mataifa. Sasa si swala la kwenda kulia Baba turehemu. Nasema hivi, neno toba au neno kutubu sio maombi. Maombi ni matokeo baada ya kutubu. Kwa sababu wengi sana wanajua kutubu ni kusema Mungu tunatubu dhambi zetu. Hapana, sio hivyo.
hicho kipengele cha kusema Baba tunatubu dhambi zetu, utusamehe, hayo ni matokeo baada ya kumaliza kutubu. Ndipo utakaposema hayo maneno. Ndiyo maana tunayasema hayazai matunda ya toba anayoitaka. Tukimaliza kutubu anatuagiza tukatubu. Ndiyo maana kumeleta mkanganyiko kwa wana wa Mungu kuhoji tunatubuje. Maana kama ni kutubu tunatubu. Sasa sio hivyo anavyotaka tutubu. Nataka ni kuonyesha alichonionyesha maana ya kutubu, ili unapoendelea kusema Mungu nisamehe, uwe ulishaanza kutubu kwanza. Haleluya. Sasa wakati ananifundisha akaniambia hivi, kuna kitu kilichomvutia yeye Mungu ndani ya huyo mtu. Hicho ndicho kilichompa nafasi kukaa karibu na Mungu, na jione kama Mungu, na atende kama Mungu, na awaze kama Mungu, na aongee kama Mungu. Tuko sawa sawa? Kilipotoka hicho kitu kifananacho, akawa mtu, akaongea kimtu, akawaza kimtu, akaomba kimtu, akaamua kimtu, na matokeo yakaja kimtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akaniambia hivi, kitu hicho ni hiki kinachokupa nafasi mwanadamu kuwa Mungu ukiwa mtu. Petro wa pili tulioisoma. Ngoja turudi sasa. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili na wa tatu na wa nne. Mstari wa pili anasema, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Alafu ule mstari wa tatu unasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Halafu mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani, ili kwamba kwa uweza huo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Sasa unisikilize vizuri. Kwa hiyo aliposema nifanye mtu kwa mfano, neno mfano sio sura. Neno mfano ni tabia zake. Tabia hizo zinaitwa uungu wa kwake. Uungu unakuwa Mungu mwenye tabia za kimungu ukiwa na uungu. Watu wajaelewa? Ngoja nirudie. Angalia anavyosema. Anasema hivi,
ule mstari wa 3 unasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4, tena kwa huo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu yenu naam, mstari wa 5, naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Unaona kinachosema hapa? Sasa angalia inavyosema. Inasema hivi, ule mstari wa 4, tena kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani. Hilo ni jambo la kwanza. Ngoja nitoe mfano huu. Ametuahidi ahadi nyingi mno Tanzania, na kwamba Tanzania kitakuwa ni kisiwa cha amani na utulivu, na utukufu wake utaonekana kwenye taifa hili, na watu wataheshimiana na kumpenda Mungu, nayo nchi itastawishwa kwa huo utukufu na hiyo neema. Tuko sawa sawa? Sasa cheki, kama ametuahidi hivyo, angalia sasa kwa nini hatuvipati. Kumeingia kitu kingine. Kumeingia kitu kingine na kukosa kuviona vile vitu vilivyotajwa. Kwa sababu hii, ili kwamba hizo, yani baraka, mpate kuwa warisi. Kwa hiyo hajazitaja peke yake kwamba ni nchi zitakuweko kwenye nchi, bali ametushirikisha ili tuwe warisi. Maana yake tuzipokee, maana yake tuziishi, maana yake tuzione, maana yake tuzimiliki. Lakini sasa ili tuzimiliki lazima tuwe na tabia hii, ndipo tuzimiliki. Angalia, washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu na maarifa. Sasa anasema hivi, ili tuzirisi lazima tuwe na tabia aliyoisema Mwanzo 1:26, nifanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sasa neno mfano wetu au neno sura sio hili bode, hili mwili, tuseme hivyo, sio huu mwili. Anaposema sura yetu ni uungu, yani uungu tabia, yani tabia zetu. Tufanye mtu mwenye tabia zetu, afananaye na tabia zetu, ndo maana yake. Kwa hiyo sasa
sisi tunapotaka kuzirishi zile ahadi alizozisema kwa wale mliomwijiria, anachokiangalia ndani yetu kwanza ni tabia zake, kama tumezipokea na zenyewe tulipotubu. Harakasha. Ngoja nikusomea hapa. Ndio maana naenda taratibu ili uweze kuelewa kile kinachotakwa kwa wakati huu. Paulo alienda Korinto kuwahubiri watu injili ya Yesu Kristo ili waache dhambi zao, ili wamrudie Mungu. Tuko sawa sawa? Ili wapokee zile ahadi alizoziahidi. Sasa alipofika kule, angalia alichokifanya. Na watu wakaokoka, lakini hawakuja kwenye zile tabia, yani kwenye ule mfano, kwenye ile sura yetu hawakuja. Walikuja kwa Yesu, ila wakaja kwa mfano wao na kwa tabia zao. Angalia Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza unasema hivi: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni. Sasa rohoni unaelewa maana yake, si ndio? Rohoni, watu wenye tabia ya rohoni, maana yake rohoni, roho Mungu. Mungu ni roho. Sasa Mungu ni uungu. Mungu ni tabia. Sasa nitakuonyesha hizo tabia, kwa sababu tunasema tu tabia, uungu ni zikoje. Nitakuonyesha. Ila kwanza kabla hapa na kuonyesha msingi wa kutubu. Angalia, Paulo anasema hivi: mimi nilikuja, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wa tabia, kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamkiwezi. Naam, hata sasa hamkiwezi. Sasa unisikilize. Paulo aliposema na watu, hakusema nao kwa tabia za rohoni, yani hakuwaonyesha ile tabia ya Mungu wanavyopaswa kuwa nayo, maana walikuwa hawamuelewi. Wao walichokuwa wanaona ni mhubiri anayemhubiri Kristo, lakini huyo mhubiri alikuwa amebebeshwa mfano wake na sura yake, yani tabia zake, uungu wake. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo hawakuweza kuzipokea, ila wakaja kwa Yesu. Yani walikuja kwa Yesu bila hizo tabia za uungu. Yani wakaja kwa Yesu bila uungu, wakaja kwa Yesu bila tabia za huyo Yesu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo wakawa na Yesu, lakini hawana tabia za Yesu. Walipokuwa wakiendelea na utaratibu wa ibada, kukajikuta kunaanza kutengenezeka dhambi zilizokuwa katikati yao. Ikabidi Paulo arudi kuwahubiri upya tabia za Mungu na uungu wake,
ili waache mambo yao waliokuja nayo kwa Yesu, wakawa nayo wakashirikilia hayo. Kwa hiyo Mungu alipokuwa akija kuwasikiliza walipokuwa wakiomba kwa jina la Yesu aliyehubiriwa na Paulo, akawa hawajibu, maana tabia zao haziendani na tabia zake. Ila wako kwa Yesu lakini hawana tabia za Yesu. Wako kwa Yesu lakini hawana uungu wa Yesu. Kwa hiyo wakiwa hawana uungu, wakawa wanaonekana ni watu, lakini ni watu wenye tabia za kiutu. Kwa hiyo tabia za kiutu ndani yake zina tamaa. Tamaa ziko tamaa za aina nyingi. Tamaa hizo humsukuma mtu kutenda nje na nia na tabia anayoitaka Mungu. Haleluya. Mnanielewa ninachokisema? Nasema hivi, angalia ule mstari wa 3 unasema hivi: kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu, ila wako kwa Yesu ila wana tabia za kibinadamu. Sasa nitakuonyesha hizo tabia za kibinadamu, halafu wewe utajipima kama unazo, na kama unazo basi hupaswi kutubu. Unapaswa kuzitafuta kwanza tabia za Mungu, kwa sababu ukiwa na zile tabia, hiyo ndiyo toba. Yani nimesema hivi, kutubu sio kule kuomba maombi, yani sio kule kusema maneno. Ni maisha, yani ni maisha yako halisi. Unaishije? Sasa yale maisha hayaamuriwi na mazingira au hayaamuriwi na taifa ulilomo wewe. Hayaamuriwi. Yale maisha unayoyaishi sasa hapa duniani yanaamuriwa na tabia zako. Tabia zako. Nitakuja nikuonyesha vizuri hapa, ila leo nataka nikuwekee msingi huu, ili walio upande wa Kristo wasije wakajikuta wako kwa Yesu halafu hukumu ikaanzia huku. Kwa sababu maandiko yanasema hukumu lazima ianzie nyumbani. Hata kama wenye dhambi wameongezeka duniani, lazima hukumu inapokuja haiji kwanza kwa wenye dhambi, inakuja kwanza kwenye nyumba ya Mungu. Namna wanavyoishi na Mungu na namna wanavyotembea na Mungu, namna wanavyoishi na Mungu ni matokeo yanayotokea juu ya wenye dhambi. Ili kinachoamua dhambi kutawala katikati ya watu na watu kutenda yasiowapasa sio shetani aliyoko ulimwenguni. Kinachoamua dhambi iendelee kutawala ni tabia za Mungu kutokuweko au kuweko ndani ya watu wamjuao Yesu. Nasema hivi, unanisikia nachokisema? Ngoja nikuonyesha hapa. Unaweza ukanipata vizuri. Haleluya. Angalia Warumi sura ya 5.
Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na 13 hadi 14. Unasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. 13. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haikuhesabiwa isipokuwepo sheria. Sasa nisikie. Dhambi ilikuwemo ulimwenguni, ila Mungu hakuihesabu ile dhambi ili aiadhibu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya kutambua dhambi haikuja. Kwa nini haikuja? Kwa sababu huyo mtu aliyesababisha dhambi alikuwa amefunikwa na tabia za Mungu. Kwa zile tabia zikaizimisha dhambi. Kwa hiyo zile tabia za Mungu zikaiua dhambi nguvu yake. Kwa hiyo ile mauti haikuchanua wakati wa tabia za Mungu, yani sura yangu, mfano wangu, wakati ikiwa umemtawala yule mtu. Ile dhambi ilikuweko ulimwenguni, lakini haikuhesabiwa kwa sababu haikufanya kazi juu ya huyo mtu, maana alikuwa ametawaliwa na tabia za Mungu aliyemfanya kwa mfano wake. Zile tabia zilipoondoka, ile dhambi ikachipua. Ilipochipua, ikafunua mauti ndani ya huyo aliyefanywa kwa sura yake. Tuko sawa sawa? Sasa angalia. Kwa hiyo ile tabia inapokosekana kwa hao wamfuatao Yesu, ndipo dhambi huongezeka katikati ya jamii. Na dhambi hiyo, kazi ya hiyo dhambi ni kuzaa mauti. Kwa hiyo ile dhambi kazi yake ni kuichochea mauti itimize wajibu wa dhambi. Kwa hiyo wale wasiokuwa na tabia za Mungu lazima iwatafune hiyo dhambi ili kutenda matakwa ya mauti. Kwa hiyo mauti inapokuwa imetawala katikati ya jamii na katikati ya watu, maana yake wale wa Mungu tabia zake ziuayo hiyo dhambi hazipo, zimeondoka. Kwa hiyo wana Yesu lakini hawana tabia za Yesu. Kwa hiyo Yesu anapokuwa anatuita kutubu, maana yake anataka tuzitafute tabia zake, ili tunapokuwa hapa duniani tunakuwa tumefunikwa na ile tabia. Kwa hiyo kama tumefunikwa na ile tabia, hatui tena watu wenye tabia ya mtu. Tunakuwa watu Mungu, yani tunakuwa Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo ukitazamika kwa macho ya mtu unaonekana ni mtu. Mungu akikutazama kwa macho ya kwake hakuoni kama mtu, anakuona kama yeye, maana una uungu ambao ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wakati huu Mungu analitaka kanisa lirudie tabia zake ambazo tumeziacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko sawa sawa? Angalia hapa kitu kimoja ambacho nikuonyesha hapa. Sasa tumeona dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini ilikuwa haina kazi.
Nasema hivi, dhambi ilikuwemo ulimwenguni lakini haina kazi. Kwa hiyo kama wakati huu watu wanatenda dhambi, si ndio? Maana yake kilicho cover ile dhambi isionekane dhambi hakipo, kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nikufunulie hapa, ngoja nikupeleke hapa ili uweze kunielewa. Ili uweze kunielewa. Petro wa kwanza sura ya 4 tuliyoisoma. Petro wa kwanza sura ya 4. Nimekwambia huu ni msingi wa kujua unachopaswa kutubu. Nimesema hivi, kutubu sio yale maombi. Kutubu ni kumwambia Yesu hivi, Mungu, ninaomba unisamehe. Nakiri kabisa kwamba mimi ni mtu wala sio mwenye tabia za asili za kimbingu. Kwa hiyo kuwepo mbele zako hapa Mungu, niko ili kuzitafuta na kuziomba upate kunivika hizo tabia. Kwa hiyo kama kuna vitu unavyoviona mimi nimevishikilia, vimezuilia tabia hizi na uungu huu kunijilia, Mungu nifunulie ili nitengeneze, ili hizo tabia zinijilie. Sasa hiyo ndo toba. Toba sio hivi kusema Mungu turehemu, utuondolee mauti maana tumekutenda dhambi. Hiyo sio toba. Toba ni kujua vilivyokuzuilia kuzipokea hizi tabia, maana zikija kwako hizo tabia hazikufuniki wewe peke yako. Zile tabia zinakuja na utisho wa Mungu kwako. La pili, zile tabia zinakuja na uzima wa Mungu ndani yako. Jambo la tatu, zile tabia zinakuhakikishia ahadi za Mungu katikati ya giza nene katika nchi uliomo. Kwa hiyo zile tabia zikija zinafunua hakika ya Mungu aliyoifunua katikati ya taifa lenu, kwamba kama Mungu alisema kwamba hizi ndizo nyakati za kustareheshwa katika taifa hili, kwa nini basi haya mambo yanaonekana kana kwamba yanataka kuondoa hizo ahadi? Kwa lazima useme Mungu sio muongo. Lazima useme kama Ibrahimu alivyosema alipoambiwa, Ibrahimu, mlete hapa Isaka umtoe sadaka. Biblia inasema hivi, ndipo Ibrahimu akasema, ninajua ya kuwa Mungu aweza kufanya hivi. Akamteta Isaka kutoka kuzimu kwa mfano wa Isaka huyu wa sasa, akamweka mbele zake, naye akatimiliza kusudi aliloniambia, kupitia Isaka mataifa yataitwa. Kwa hiyo alipoiona hiyo, ndipo akamwambia Isaka, twende. Wakati anatekeleza lile jambo, Mungu akamwambia, acha, kwa maana nimejua kwamba hakika yangu kwamba wewe unanifahamu. Kwa hiyo kama waliobebeshwa neema ya Kristo wamejawa hofu ulimwenguni namna hii, ni kwamba lile tumaini la Yesu kuahidi kwamba hizi nyakati ni za utukufu
na ujio na nuru kubwa kwa mataifa na nchi na kanisa. Kama hilo tumaini limeyumba, maana yake zile tabia zake zinazohakikisha hayo mambo hazipo. Kwa hiyo kama hazipo, wamemwendea Mungu kwa tabia za kibinadamu, wakamlilia Mungu kwa tabia zao ili awalizie kwa tabia zao, naye akawakatalia, akawataka wawe kwa tabia zake ili awalizie na kuwalisisha alichowaahidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Bwana. Angalia Petro wa kwanza. Kumbuka huu ni msingi. Somo kamili itakufuata. Huu ni msingi tu wa toba. Tunaombaje? Tunatubuje? Matengenezo ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17 unasema hivi: kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu, na ikianzia kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hiyo maana yake ni hivi: kama dhambi imekisiri na dhambi hii imetengeneza matukio na mauti iliyoko juu ya ulimwengu kwenye mataifa, maana yake Mungu anapoleta hukumu kwa sababu ya hiyo dhambi, haianzi kwa wenye dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Inaanzia kwenye nyumba yake. Kuna kitu gani anaenda kuhukumu? Unanisikia anachokisema? Nasema hivi: kama tunamuomba Mungu atuondolee dhambi iliyoingia, kwa hiyo hashughulikii kwanza wenye dhambi, kwa sababu wenye dhambi wako mwishoni, watahukumiwa. Yani kwamba baada ya adhabu, baada ya hukumu kuja kwenye nyumba yake, akishamaliza anawaendea wanaoendeleza dhambi. Kwa hiyo sasa, wewe ukishaona wenye dhambi wako juu ya nchi, usiwashambulie kwanza wenye dhambi, maana hukumu ya Mungu haianzii kwao kwanza kuhukumu dhambi yao na matendo yao wanayotenda. Hukumu ya Mungu inaanzia kwetu sisi kwanza, ili kuhukumiwa kwa yale tuliyoyaacha ambayo tulipaswa kuwa nayo, hatukujibidisha kuyatafuta. Hayo ndiyo yanayotambulisha hukumu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, ngoja nikuonyesha hapa. Nikuonyesha Ayubu sura ya 22. Ayubu 22. Ayubu 22. Acha tuione inasemaje Ayubu. Ayubu 22 ule mstari wa 21 unasema: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujiria. Sasa mimi nakomea tu kwenye haka mstari. Sasa angalia, kama hauishi kwa amani, ila
unasema nimeokoka, maana yake ni hii: umeokoka ila humjui Mungu. Sio mimi, ni maandiko yanasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani. Okay. Kwa hiyo tunapoona amani inatoweka juu ya nchi, si swala la dhambi iliyoibuka juu ya nchi. No. Ni swala la wamjuao Mungu hawamjui. Kwa sababu kama amani inapatikana kwa kumjua Mungu, tunaomwendea Mungu na kusimama mbele yake katikati ya ukosefu wa amani kwa taifa na kwa mataifa na ulimwenguni, maana yake ni dhahiri ya kwamba usijihesabia haki kwa sababu uko na stadi ya kuomba na kusoma neno sana na kuhubiri sana na kujua kufunua ndoto unazoziota. Ukiona hali hii imelikumba nchi, maana yake wamjuao Mungu wameondoka kumjua. Kwa hiyo nyakati hizi si za kwenda kuomba, ni nyakati za kumjua Mungu sana ili alete amani. Yeye anachotaka kumjua ni kujua tabia zake ili tuweze kuwa nazo. Maana anasema hivi: mkishakuwa na huo uungu wa tabia zake, ndipo mtakuwa warisi wa hizo ahadi alizotuahidia. Maana yake kama ametuahidia uzima, ataurejesha uzima kupitia hizo tabia. Kama ametuahidia kutulinda katika nchi, maana yake atatulinda na adui anayetaka kutuvuruga, kwa maana tabia zake zimerejea. Kwa hiyo huu wakati sio wa kujua wewe ni nani na unasali kanisa gani. No, huu wakati ni wa kujikagua kama tabia za Mungu ziko kwako, kama zile alizozisema mwanzo kwamba kwa mfano wangu niumbe na kwa sura yangu. Manake zile sura na ule mfano kama uko kwako, kwa nini amani imetoweka? Kama huo mfano na sura viko kwako, kwa nini tumaini la Bwana limepotea? Kama hivyo vitu havipo, usihangaike kupambana na wenye dhambi ukifikiri utasikiwa. Pambana kumtafuta Mungu ili akuonyeshe mahali ulipokwama na vitu vilivyokuzuilia, vilivyosababisha hizo tabia zikaondoka na huo uungu ukatoweka. Dhambi iliyokuwa haina sheria ikaonekana kuwa na sheria, ikazaa mauti. Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema uliyoiachilia katika majira haya. Neema ni ya ajabu sana. Hii neema imebeba upendo. Hii neema imebeba uaminifu. Hii neema imebeba fadhili za wale wakutafutao kwa bidii. Mungu, katika jina la Yesu, ninakuomba kwa rehema hizo za milele na neema ya msalaba inayotuvuta sisi ili kuijilia tumaini ambalo limepotea katikati yetu. Mungu, ninakuomba kwa uwezo wa milele wafunulie watumishi wako wanaosikia na walio na kiu kutaka kutengeneza sasa, ili wajue msingi wa mwanzo huu ambao umetuwekea, kwamba sasa hivi unachokitafuta ni mwana mwenye tabia za baba yake na mwenendo wa baba yake, ili apate kila ambacho wewe unakiona kwetu kimetoweka. Mungu, katika jina la Yesu,
ninaomba wajalie wale waombao waombe sawasawa na mapenzi yako. Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba wajalie wale wanaokutafuta ili kupata kujua mahali waliposimama, ili upate kuwajulisha. Neema ituokoayo ipate kufunuliwa kwao na msalaba wa Kristo, maana saa ya kuleta yale yote uliyoyaahidi yaliyo mema kwa wanadamu ili wakujue nyakati zake zimetimia. Mungu, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa kunijalia na neema hii ambayo Mungu umenifunulia ya kuweka msingi huu. Nijalie sasa ili Bwana kuja kuanza kwenda hatua kwa hatua kujua hizo ni tabia za namna gani unazozitaka kwetu, ni tabia na uungu wa namna gani unaoutaka kwetu Bwana. Lakini leo hii umetuwekea msingi wa kujua toba ni toba ya namna gani unaoitaka kwa wanadamu katika majira haya, wakubwa na watawala, wakuu na watu wenye nguvu. Mungu, katika jina la Yesu, ninakuomba utajalie hiyo neema ya kufunuliwa hizo siri. Usije ukatuficha Mungu, maana ukituficha tutapotea, tutapapasa, halafu tutafanya yasiyotupasa, tutayaomba yasiyotakiwa kuombwa. Mungu uliye hai, kwa neema ya Yesu na msalaba wa Kristo, warejeshe watu wako kwa neema ya msalaba na Roho aliyekuwa ametuacha tukaenda njia yetu ili tuhesabiwe kuuawa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Baba, mruhusu Roho wa Mungu ili kila anayekuijilia upate kumshusha ndani yake, ili Bwana chipuko na chemichemi ya tumaini jipya ikafunuliwe katika hiyo neema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nitakurejea tena.